Sadaqatu shajaratun judhuruha alwafa wa aghsanuha alamal wa athmaruha as-saada, kwa sababu as-sadaqatu shajaratun, urafiki ni mti, urafiki ni kama mti. Judhuruha alwafa, mizizi yake ni uaminifu. Wa aghsanuha alamal, na matawi yake ni matumaini. Wa athmaruha as-saada, na matunda yake ni furaha. Kwa hivyo as-sadaqatu shajaratun judhuruha alwafa, urafiki ni mti ambao mizizi yake ni uaminifu, kwa sababu mti ukikosa mizizi utaanguka, na ndio hivyo hivyo urafiki ukikosa uaminifu utaanguka. Wa ikhwanu as-sidqi khairun min kunuzi dhahabi, ndugu ambaye kwa ni mwaminifu mkweli ni bora kulikoni hazina dhahabu, kwa sababu dhahabu huwezi ukaitumia vizuri kama ikiwa huna furaha, huna amani. Na ukiwa na mtu ambaye kwa ni mwaminifu, basi utakuwa na amani na utakuwa ni bora kulikoni hata ule ambaye kwa ana hazina za dhahabu. Na man la wafaa lahu la sadiqa lahu, mtu ambaye kuwa hana uaminifu, basi mtu huyo hatakuwa na rafiki abada milele. Hawezi kuwa na rafiki, kwa sababu kila rafiki ambaye kwa atakana mwisho wa siku akigundulikana kuwa huyu mtu si mwaminifu, basi rafiki huyo atamkimbia. Wathalith, na jambo la tatu ndugu zangu, ni kusikilizana. Katika urafiki lazima muwe mnasikilizana. Pale anapotaka ushauri uwe unamshauri, lakini pale pia anapotaka yeye kukushauri, basi uwe unamsikiliza vizuri, unazingatia maneno yake vizuri, kwa sababu la yu'rafu qadru al-kalami illa bihusni al-istima', haujulikani umuhimu wa maneno isipokuwa kwa kusikiliza vizuri. Bila ya kumsikiliza, basi hutojua faida ya maneno yake. Lakini ukimsikiliza vizuri rafiki yako, ndio utajua kwa kumbe alikuwa ananipendelea kheri, hata kama itakuwa hana uwezo wa kusaidia moja kwa moja, lakini atakupa japo njia ambapo itakupeleka kwenye huo msaada. Na ndio rafiki alivyo. Rafiki ikiwa kama hana njia ya kusaidia moja kwa moja kwa kitu ambacho unakihitaji akakupa moja kwa moja, basi atakupa njia ambayo itakupelekea ufike huko kwenye huo msaada. Kwa hivyo kusikilizana katika urafiki ndugu zangu ni jambo la muhimu sana. Kama wewe unavyotaka usikilizwe, basi na yeye pia anataka asikilizwe hivyo hivyo kama unavyotaka wewe. Hadha shay'u thalith, hili ni jambo la tatu. Warabi, na jambo la nne ni kujali. Alihtimamun bihi, ni kumjali rafiki, kwa sababu alihtimamu bil akharin wa awwalu tariqa lilmahabba, kule kuwajali wengine ni njia ya mwanzo ya kufungua mapenzi. Mtu ukimjali atakupenda. Kwa hiyo rafiki unapomjali, kwa kila unapozidi kumjali, na yeye ndo atazidi kukupenda, na yeye ndo atazidi kukufungulia moyo wake, atazidi kukusaidia kwa yote ambayo yatakuta. Wa alihtimamu bil akharin, jamani, alihtimamu bil akharin miftahul qulub, wajali wengine ndio ufunguo wa nyoyo. Ukitaka kwa azidi kukusaidia, azidi kuwa na wewe, basi mjali, muonyeshe kwa wewe unamjali kulikoni hata wengine. Hadha huwa shay'u rabi' wa khamisuha, na jambo la nne, ala wa huwa almusaada bainakuma, ni kusaidiana kati yenu, na ni jambo ambalo kwa ni kama
tulivyosema kuwa ndo kitu cha msingi sana katika urafiki, kusaidiana. Bila kusaidiana katika wakati wa shida, basi itakuwa hakuna urafiki mzuri, bali ni kudanganyana tu, kwa sababu as-sadiq waqtu dhayq, rafiki wa kweli ni yule ambaye kwa anakuwa katika wakati wa shida, sio yule ambaye kwa ukipata lako ukiwa na furaha unamuona uko pamoja naye, anashirikiana naye, lakini siku katika masiku ukikuta na shida humuoni kabisa, basi huyo sio rafiki. Rafiki ni yule ambaye kwa mnasaidiana, kama wewe anavyokusaidia basi na wewe unatakiwa umsaidie vile vile, kumuonyesha kwa mimi niko pamoja na wewe. Washay'u as-sadis wa akhiruha, na jambo la sita na jambo la mwisho ambalo kwa tutamalizia leo ni kuvumiliana. Ndugu yangu, jua kwa katika maisha hakuna mkamilifu. Sadiquka insanu kal akharin, rafiki yako ni binadamu kama wengine, na Allah ashasema katika Qur'ani yake jinsi alivyomuumba mwanadamu, akasema wa khuliqal insanu dhaifa, na mwanadamu ameumbwa hali ya kuwa ni dhaifu. Kwa hiyo yeye ni mwanadamu, ana mapungufu kama we unavyokuwa una mapungufu. Katika urafiki lazima mwe mnavumiliana pale ambapo kwa mnakwazana, kwa sababu hakuna urafiki ambao hauna misukosuko, hakuna urafiki ambao kwa watu hawakoseani, kwa sababu mmoja katika wenye hekima anasema kuwa man talab akhan bila aibi baqiya bila akhi, mtu yeyote yule atakayetafuta rafiki ambaye kuwa hana aibu, basi ataendelea kuwa yeye hana rafiki siku zote, kwa sababu hakuna mtu ambaye kuwa hana aibu, hana kasoro katika maisha yake. Lazima mnapoishi patatokezea baadhi ya mambo, mtakwazana. Kwa hiyo mnatakiwa mvumiliane, msameheane, mulete sulhu, wasulhu khair, sulhu ni bora kuliko kutengana. Kwa hiyo mnatakiwa mvumiliane, msulihishane ili mpate kuendelea vizuri na kuishi vizuri. Fahadhihi hiya nasihati, khudhuha wa'malu biha. Hizi ndo nasaha zangu za leo, na jambo ambalo nilikuwa nataka nifikishe leo. Kwa hiyo basi tulifanyie kazi, na tutakutana katika vipindi vijavyo insha Allah. Atamanna lakum as-saada wal afiyah wa ahsanul hali. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.